ushindi wa goli moja katika kipindi hiki cha kwanza, na goli hili ni goli la mkwaju wa penalty ambapo inakuwa ni penalty ya kwanza kutolewa kwenye michuano hii ya Samia Cup. Tuangazia dakika hizi 30 za kipindi cha kwanza namna ambavyo mambo yalikuwa. Ashraf Jayara yuko hapa kwa ajili ya kukupa uchambuzi ambao amekishuhudia kile ambacho kimetokea. Mimi ni Jessica Mwagama, ambapo Ashraf kwanza penalty ya kwanza kabisa ambayo imetolewa kwa siku hii ya leo kwenye michuano ya Samia Cup. Tangu kwanza kwa mashindano leo ndio penalty imepatikana. Kwanza hebu tuzungumzie kwanza tukio lenyewe la penalty, namna ambavyo lilikuwa, umelionaje? Yes, it was a clear penalty. Ni penalty sahihi ambayo mtu kafanya madhambi kwenye boxi. Mwamuzi alikuwa yuko na maamuzi sahihi ya kuweza kuamua ile penalty, lakini ukizungumzia mchezo kiujumla ni mchezo ambao wakati timu inaanza, ukiangalia dakika 5 za mwanzo psychological walikuwa wanasomana, yani kila mmoja alikuwa anaangalia nani anaweza kufanya makosa na nani ubora wake uko wapi. Nini kimetokea? Ukiangalia Continental namna ambavyo wanacheza ni very organized team. Ukiangalia kuna wachezaji wengi ambao wamecheza huko pembeni walikuwa wanajuana, Stamo Dasi, ukimwangalia Black Oba, Juma Mjeshi, na wachezaji ambao huko mtano wamekuwa wakicheza kwenye ndondo mbalimbali. Kwa hiyo ni timu ambayo ina wachezaji wengi wazuri ambao walikuwa wanajuana. Kwa hiyo wana kazi kubwa ya kufanya mkubwa Mola kipindi cha pili kuhakikisha kwamba wanarudisha ile goal na pengine kupata ushindi. Lakini ukiangalia kwenye ubora ni namna fulani Continental wamekuwa bora zaidi kipindi cha kwanza. Kwanza walicontrol tempo ya mchezo, lakini pia wao ndio walikuwa wanaamua moment ya mchezo. Kama ambavyo tulizungumza na nahodha wa Continental wakati tunaanza uchambuzi wa ama kuangalia mchezo namna ambavyo utaenda, alituambia kwamba wao ni timu wanajuana kwa muda mrefu, wameshafanya mazoezi. Kwa hiyo wana vitu vingi ambavyo kwao vinaweza visiwape shida, na ndio hicho ambacho pia Ashraf Jayara amekizungumza hapa kwa namna ambavyo ameona. Kwa haraka tu kipindi cha pili wanapaswa kufanya nini timu zote mbili? Of course timu ya pili kwa maana ya mkubwa Mola ambayo iko nyuma inatakiwa kupush zaidi na wawe makini zaidi kwenye counter attack, lakini kwa upande wa Continental wanajuana, yani ukiacha hapa mimi nawajua ni wachezaji ambao mtaani nimekuwa nikiona wanacheza. Kwa hiyo ni timu ambayo inachagua moment. Kuna muda ulikuwa unaona wanamtumia Koba kupiga long ball kwa sababu ana uwezo wa kuhold na kuwa dominant kwa center back. Kwa hiyo wakati mwingine pia wanapush pembeni. Juma Mjeshi, ukimwangalia Stamo Dasi, moja kati ya viungo bora sana kwa soka la mtaani. Kwa hiyo wanatakiwa kuwa makini control kiungo, but mkubwa Mola anatakiwa kupush zaidi na wajitahidi kupita pembeni kwa sababu katikati viungo ambao wanacheza kwenye ile timu ya Continental katikati ya papitiki wapite pembeni wajaribu, lakini sio kama ndio watafanikiwa kwa 100% kama ambavyo anaeleza hapa Ashraf. Maana ni kwamba wanatakiwa waangalie option nyingine, kama ya katikati imeshindikana tafuta njia mbadala, plan B itumike. Ndivyo ambavyo maelezo yapo. Dakika 30 za kipindi cha pili zinaenda kuanza, muda mchache kutoka hivi sasa. Endelea kuenjoy kwa kutazama mbungi hii moja kwa moja kupitia channel namba 415 kwenye kisimbuzi cha Azam, lakini pia unaweza kuendelea kutembelea kwenye kurasa za mitandao ya kijamii ya Crown FM TZ na Crown TV TZ. Jessica Mwagama nitarudi baada ya dakika 60 kukamilika na kuona kile ambacho kimetokea ni kipi. Je, Continental watakaza fuvu ama mkubwa Mola watajikwamua kutoka kwenye hichi kichapo ambacho mpaka hivi sasa kinawaandama? Mimi sifahamu. Wewe endelea kuenjoy. Tupo mwaka wa mbele. Imewashika.